Kwa kuwa tumepewa adhabu hii ya kutoingia uwanjani siku ya Jumapili kwenda kuiona timu yetu pendwa ya Simba Sports Club. Klabu ya Simba tumeandaa utaratibu maalum almaarufu big screen kwa ajili ya kuwakusanya wana Simba pamoja na kwenda kuangalia mechi hii pamoja siku ya Jumapili. Sisi timu yetu ni ya kijamii. Kwa hiyo huwa tunapenda kukutana pamoja wana Simba wote. Na makutano yetu huwa ni Benjamin Mkapa. Lakini Benjamin Mkapa tumepigwa stop kuingia siku ya Jumapili. Kwa maana ubaya ubwela part 2 imeanza kutuuma sisi wenyewe. Kwa hiyo siku ya Jumapili wana Simba wote wa Dar es Salaam tutakutana eneo la Mwembe Yanga kwa ajili ya kuangalia mechi kwa pamoja. Kwa hiyo yote ambaye anahitaji kukutana siku hiyo, tukutane hapo Mwembe Yanga. Tutaanza kama kawaida na burudani zetu za hapa na pale. Tutapata mziki wa kutosha pale, na muda ukifika tutakaa kwa pamoja na kuangalia mechi. Kama ilivyokuwa mechi dhidi ya Constantine, ndivyo ambavyo tunakwenda kufanya mechi hii dhidi ya Gaborone United. Na kuelekea katika mechi hiyo, tuchukue nafasi hii kuwashukuru kweli kweli Mo Kola kwa kutudhamini na kusimamia kikamilifu mpango huu wa kuandaa big screen kwa ajili ya wanasimba. Mo Kola ambaye ni mdhamini wetu Simba Sports Club amesema hayuko tayari kuona wanasimba wanakaa kinyonge siku ya Jumapili. Kuona wanasimba kila mmoja anaangalia mechi nyumbani kwake, na badala yake amefanya juhudi kubwa za kuhakikisha ya kwamba wanasimba wote tunakutana Mwembe Yanga, tunaangalia mechi kwa pamoja, tunafurahi kwa pamoja, na baada hapo kila mtu anaondoka nyumbani kwake akiwa ameridhika kweli kweli. Kwa hiyo wale wote wenye dhamira ya kuja kuangalia mechi katika uwanja huo wanakaribishwa, ni bure, hakuna masharti wala kiingilio. Sharti pekee kila mwana Simba avae jezi ya Simba siku hiyo, na avae jezi mpya ya J-Root siku hiyo. Usije na jezi ya zamani Jumapili hiyo. Hilo ndo sharti pekee la kuhakikisha kwamba tunainogesha siku yetu. Na vinywaji vya Mo, jua ni kali pale Mwembe Yanga, lakini vinywaji vya Mo Kola vitakuwepo pale. Mo Kola zote, flavor zote, unajua kuna ile ya bungo ina unyama hiyo kaka. Lakini vile vile tutakuwa na benki ya NMB kwa ajili ya kusimamia zoezi zima la shughuli yetu hii iende sawa sawa siku hiyo. Na benki ya NMB ukiachilia mbali kudhamini tukio hili la big screen, lakini watumishi wa NMB watakuwa pale kwa ajili ya kutoa misaada mbalimbali kwa wanasimba ambao wanahitaji kujiunga na benki ya NMB, ama yote ambaye atakuwa na changamoto yoyote, watu wa NMB tutakuwa pale kwa ajili ya kuwahudumia wanasimba. Kwa hiyo ukaachilia mbali kupata burudani ya kumwangalia mnyama kwenye big screen, lakini tutakuwa tunapata huduma mbalimbali za NMB pale. Ukitoka hapo mwanasimba mambo yako yanakuwa yamenyooka kweli kweli. Kwa hiyo yote ambaye ana changamoto, yote ambaye anahitaji kujiunga na NMB, anahitaji kupata elimu kuhusiana na NMB, siku hiyo Mwembe Yanga watu wa NMB watakuwepo pale kwa ajili ya kutoa msaada mbalimbali ili matumizi yako wewe na NMB yawe bam bam. Kutakuwa kuna screen kubwa kweli kweli. Hiyo screen ukiifunga ni kama ukubwa wake ni kama kutoka Keko Furniture. Ukubwa wa screen tutakayofunga Jumapili ni kama kutoka Keko Furniture hadi Magomeni Mikumi.
ukubwa wa screen hii. Inatosha, Mwembe Yanga ni kubwa sana. Yani lengo letu watu tumuone Morris Abraham vizuri siku hiyo. Siku hiyo umuone vizuri Jonathan Soa. Siku hiyo umuone vizuri Jean Charles Ahoua. Ndio maana tunafunga screen kubwa ili watu wakae waenjoy. Na mnakumbuka last time watu walikuwa wengi sana. Hasa kwenye watu wengi huwezi kufunga ka TV kama kasebuleni. Lazima ufunge dude kubwa ili watu wakikaa wanaangalia wanaenjoy. Na hayo maajabu yote yanafanywa na Mokola pamoja na NMB. Kwa hiyo screen ya maana, mtu hata akikaa za KM ana uwezo wa kuona Mwembe Yanga na akaona boli vizuri kabisa. Ndugu zangu waandishi wa habari, baada ya kusema hayo natumai nimeeleweka vizuri. Kama kuna maswali mawili matatu basi tupokee, na baada hapo tutambaane. Ndio bana. Mani Kinyando kutoka TBC anauliza kwamba ni kwa mara ya pili tukio kama hili la kutoingiza mashabiki linatokea. Je, mnatoa elimu gani ama kwa kiwango gani kuhakikisha ya kwamba tunaepuka kadhia kama hii? Kuna kila sababu ya Simba. Unajua linapotokea jambo ndipo mnapotengeneza mkakati wa kulikabili hilo jambo. Mara ya kwanza baada ya kutokea kwenye mechi ya Al Masry tukasema bahati mbaya, kwa sababu kwa miaka 87 tuliokuwa nayo Simba Sports Club, 89 tukio hili halikuwahi kutokea. Kwa baada ya kutokea kwenye mechi dhidi ya Al Masry tukasema ni bahati mbaya, tusonge mbele. Lakini ndani ya kipindi cha muda mfupi likaja kutokea tena kwenye mechi nyingine dhidi ya Al Masry. Maana yake hii ni tabia inataka kujengeka. Kwa hiyo tunalazimika sasa sisi Simba Sports Club kufanya kila tunachoweza kufanya kuwafikishia taarifa na elimu mashabiki zetu ili kuepukana na vitendo kama hivi. Na hapa nimezungumza kwa wazi kwamba mlinzi wa kwanza wa shabiki ni shabiki mwenyewe. Kwa sababu mashabiki wanakuwa 60,000 uwanjani. Walinzi hata wakiwa wengi hawezi kuzidi 10,000. Maana yake ni kwamba bado walinzi ni wachache kulinganisha na idadi ya mashabiki. Lakini nani anaweza akamlinda shabiki wa Simba? Nani anaweza akamlinda shabiki uwanjani? Kwanza ni shabiki mwenyewe. Wewe mwenyewe ndio unatakiwa kuanza kujilinda. Hiyo ni elimu ya kwanza ambayo tunawapa. Yaani wewe unaingia uwanjani, anza kwanza kujidhibiti wewe mwenyewe. Lakini pili ni mashabiki wengine wanaokuzunguka. Wale pia tunawapa elimu hiyo. Unapomuona mtu anawashawashwa anataka kuingia uwanjani, ni jukumu lenu ni kumpiga konga na kumdhibiti, na mkimuona hamumuelewi mnamchukua na kwenda kumweka nje. Na kuna askari wa kutosha pale nje, wewe mchukue mpeleke nje bwana, kama ndamuri huyu anataka kuingia uwanjani au huyu ana smoke bombs anataka kuwasha, atatuharibia shughuli. Mchukue, mkabidhi afande pale, atamhifadhi mahala panapo stahili. Kwa hiyo ndio elimu ya kwanza ambao tungependa kuitoa. Lakini elimu nyingine ambayo tungependa kuitoa ni kwa wale stewards. Tujitahidi kuconcentrate na kazi yetu ya msingi ambao ni kuangalia mashabiki. Tuachane kabisa na kuangalia mpira. Kwa sababu kuna makosa mengine sawa unaweza kuwapa excuse, lakini kuna mengine unaweza kuwatia hatiani, kwa sababu mtu anashuka mpaka anaingia uwanjani bila kukamatwa wala kuzuiliwa na mlinzi yote. Unaona kuna sense ya kutokuwa makini hapa. Kwa hiyo pia ni elimu nyingine ambayo tungependa kusisitiza. Lakini from now on tutaendelea kutoa hamasa, tutaendelea kutoa taarifa, tutaendelea kutoa elimu ya watu kuepukana na vitendo kama hivi. Amezungumzia kuhusiana na big screen. Kwa hapa Dar es Salaam sisi tumeandaa Mwembe Yanga. Lakini watu wengine katika maeneo yao wanaruhusiwa vile vile kuandaa.
najikusanya pamoja, kama ni tawi, kama ni mtaa, kama ni nini, mnaandaa. Na sisi ukishaandaa sehemu ya kuonesha, unatupigia simu yote ambao wanafahamu anifanya kazi wa Simba. Jamani, sisi watu wa Simba Kivule tutakuwa na big screen katika uwanja wa Mwembe Togwa. Kwa hiyo watu njooni tuangalie hapa. Sisi tunawasaidia kutangaza kama jamani, watu wa Simba Mkuranga, mechi ya Simba hii mtaiangalizia sehemu fulani. Na sio lazima iwe mikoani. Hata hapa Dar es Salaam, kwa wale ambao hawatoweza kufika Mwembe Yanga, kwa mfano watu wa Tegeta wanaweza wakaandaa eneo lao pale Tegeta kwa Nyuki, wakaenda wakaangalia mechi kwa pamoja, baada hapo wakaondoka. Tima ameuliza mchakato wa kocha mpya. Yes. Mchakato wa kocha mpya unaelekea vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tumeendelea na scanning yetu ya kutafuta kocha, na kama ambavyo tulitangaza awali ya kwamba kocha Hemedi Morocco atasimamia mechi hii ya Jumapili, na baada hapo kuanzia wiki inayokuja tunayo imani na matumaini makubwa tayari tutakuwa tumeshapata kocha mpya, tutamtangaza na kumkabidhi timu. Kwa hiyo tuwe na subira. Wiki hii tuiache iwe ni wiki ya kuipeleka Simba hatua inayofuata ya ligi ya mabingwa Afrika chini ya mtaalamu Hemedi Suleiman Morocco. Baada ya hapo wiki inayokuja ndio itakuwa wiki ya kuzungumzia ujio wa kocha mpya. Swala mwisho ni hali ya kikosi. Kikosi kimerejea kambini jana mara baada ya mchezo kumalizika, na vijana wako vizuri, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Morali, ari pamoja na mzuka ni kubwa kweli kuelekea katika mchezo huu. Tunaamini kwa ubora tuliouona jana dhidi ya Fountain Gate, kwa improvement ya kikosi cha wachezaji wetu, namna ambavyo wana shauku ya kufanya vizuri, namna ambavyo tumeona maingizo mapya yalivyoingia na kuimprove performance ya team, tunaamini kabisa tutakuwa na mchezo mzuri siku ya Jumapili, na tutakuwa na matokeo mazuri siku ya Jumapili, na hatimaye mnyama atakwenda hatua ya kwanza ya ligi mabingwa barani Afrika. Hatuna mashaka hata kidogo, na hatuoni mtu yoyote wa kumzuia mnyama asiende hatua inayofuata. Timu bora tunayo, wachezaji wazuri tunao, na kocha wa viwango vya kutuvusha hatua hiyo Hemedi Morocco tunaye. Tunachokosa ni kimoja tu, ni mashabiki wetu, lakini insha Allah tutakutana hatua ya kwanza ya ligi mabingwa barani Afrika. Asante sana.